Mwana Celebrity News Africa, ujambo, natumai usalama salimini. Nichukue wakati huu kukaribisha katika kipindi chetu. Bwana Yesu asifiwe, amina. Sasa leo niko hapa na habari nzuri zaidi, moja kwa moja kutoka pale Tanzania. Sasa leo mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel alikuwa na huduma yake ama crusade iliyokuwa inafanyika pale Arusha, Tanzania. Na kwenye ile crusade, wageni waalikwa walikuwa ni Mama Rose Muhando na pamoja na dada Martha Mwaipaja. Yani ni baraka tele. Na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel ndiye aliyowaalika. Sasa leo dada yetu Martha Mwaipaja Mungu amemuonekania. Yani huu ndio wakati mimi nilikuwa ninaungoja sana. Kwa sababu ninampenda sana dada Martha Mwaipaja. Kwangu mimi ni mama kwa sababu huduma yake inaninspire. Sasa Martha Mwaipaja aliombewa leo na Pastor Ezekiel. Sasa kwa jinsi tunavyomjua, kati ya wale watu ambao wamepigana vita vikali kwenye ministry, mmoja wao ni Martha Mwaipaja. Yani kati ya wale watu wamekapitia kwenye ministry ni Martha Mwaipaja. Ameweza kupigana vita vikali sana. Yani ukiwa katika hiyo nafasi, hicho kiatu cha utumishi, wapo tu watu watainuka kukupiga. Ndio unaweza kukosea, lakini vita vinakuwa kwa ukubwa sana. Yani vita vinakuzidi wewe mwenyewe. Sasa Martha Mwaipaja lately amekuwa akigo through a lot. Mpaka akatokea pale YouTube akasema mimi kuanzia sasa kwa sababu ninapitia mambo mengi na hakuna mtu anayeniombea, watu wananihukumu tu, basi nimeacha kuimba. Lakini kwake aliyekuita bado anakuita mwanawe, tena mtumishi wake. Na maneno haya yabakie maishani mwako, yakutunze, yakulinde. Kama vile babangu wa kiroho Bishop Mwiru aliniombea kwa sel, ndivyo Mungu amenituma uishi na mwito wako uishi. Siku zako za kufa kihuduma bado ni wakati wa kuinuka na mafuta mapya. Kama hatufai, aliyetuita anajua. In Jesus name, uishi. Asante Yesu, asante mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel kwa kufufua huduma yake Martha Mwaipaja kwa mara nyingine. Hii ni sauti ambayo imeponya watu, sauti ambayo imefariji watu, ni kuwepo mimi. Mimi nyimbo zake Mama Martha Mwaipaja zimenifariji kwa kiasi kikubwa sana. Hivyo leo nikikana eti sijawahi sikiliza nyimbo zake, nitakuwa ninadanganya hadharani. Jamani, mimi Martha Mwaipaja, nyimbo zako zimeniponya na ndio maana nimekuwa wa kwanza kufurahia jambo hili. Kwa sababu watu wanapenda kupiga vitu tu, badala ya kuviombea. Watu wanapenda kupiga watu. Watu wanafurahia watu wakipotea, wanasahau hakuna aliyekamilika. Sasa mimi leo nimefurahia na hili jambo. Na Mungu akubariki dada yetu, mama yetu Martha Mwaipaja. Leo shetani ameaibishwa kwa sababu watu wengi wamekuwa wakimkemea Martha Mwaipaja. Lakini hakuna aliyemrekebisha kwa uzuri tu. Watumishi wengi walionekana kumkemea kwa ubaya. Tena wakaonekana kuchochea ule moto. Lakini Mungu ametuma mtumishi wake Pastor Ezekiel ili aweze kuinua ile huduma tena kwa kiwango kingine. Aweze kumuinua mama Martha Mwaipaja kwa mara nyingine. Biblia inasema ujapoanguka utasimama tena. Hivyo usifurahie adui yangu nikianguka, maana Mungu atanisaidia nisimame tena. Jambo lingine mimi nimejifunza kutoka kwa hili. Jamani, tusiwe watu wa kunyoshea watu vidole. Tupatie watu chance pia waweze kurekebisha. Tuwaombee, tuwe mstari wa mbele kuombea watu. Tusiwe tunawanyoshea vidole ovyo ovyo. Watu wanahitaji maombi yetu, watu wanahitaji faraja yetu, watu wanarekebishwa kwa uzuri tu. Lakini leo ukasimama, ukadhalilisha mtu waziwazi, ukamwakilisha vibaya mtu waziwazi. Yani unachofanya ni kumdestroy kwa kiasi kikubwa, ni kumdestroy kwa level ingine.
Lakini leo ukatokea ukamrekebisha kwa uzuri tu, ukamwombea, maana hakuna aliyekamilika. Mtu huyo ataweza kubadilika, yani atabadili na atakuwa mtu mzuri zaidi. Yani mimi nimefurahia na hili jambo. Na nikaona mama yetu Rose Muhando pia alishirikiana pale, akasema kila mtu amuombee Martha Mwaipaja. Unajua kwa hii world tunapitia changamoto nyingi. Ndio tunaweza tuwa tumekosea, lakini baba yetu ni mwenye rehema. Yeye aliyetutuma bado atatutumia tu. Kumbuka ile huduma haifi, maana ni Mungu alipanda mbegu maishani mwake, katika moyo wake, ili aweze kuhudumia watu wengi pale nje. Sasa ile mbegu haifi, lakini watu wengi wanachangia kuua hiyo mbegu, badala ya kuisimamisha, badala ya kumuombea ili asimame tena. So jamani, turekebishe tuwe watu wazuri wa kuombeana. Na Yesu wetu anapenda tuombeane. Yesu hapendi tusengenyane. Yesu hapendi tuwakilishane vibaya. Yesu hapendi tufokeane. Yesu hapendi tutishiane. Lakini Yesu anapenda umoja, anapenda upendo, anasema tupendane. Kama sisi watu wa kanisa tunafaa tuwe mfano mwema. Yani mtu akianguka, jamani, tumfike karibu, tumurekebishe kwa uzuri ili aweze kusimama tena katika jina la Yesu. Hivyo tuwe tukijua hakuna aliyekamilika. Usije ukamnyoshia mtu kidole ukadhani kwamba wewe ni mkamilifu. Hapana. Tukianza kukuchunguza vizuri tutapata hata wewe una shida mahali, una kasoro mahali. Ni vile tu kasoro ya mwenzako imeanikwa wazi. Lakini usiwe na tabia ya kunyoshea watu vidole. Jinsi tu amekosea, hata wewe unaweza kosea. Sasa usije ukamnyoshea mtu kidole, manake haujui kesho. Tuombeane kwa uzuri. Asante sana kwa kunisikiliza. Umekuwa ukitazama Celebrity News Africa. Usisahau kucomment, kulike na kusubscribe. Tukutane baadaye. Mimi ni Tabi Heaven.